Kwa majina naitwa Jamboi Bugama Baramayehu, ni mratibu wa shirika la UCRT wilaya ya Longido. Kwa Longido tunachokifanya ni kwamba kutokana na ongezeko la watu, kutokana na mahitaji mbalimbali ya ardhi na matumizi mbalimbali ya ardhi, maeneo ya malisho yamekuwa yakiendelea kupungua kila kunapokucha, na kwa vile sasa maisha ya wafugaji yanategemea haya maeneo ya malisho kuendesha maisha yao, UCRT inasaidia JELCI, na hii tunafanya kwa kushirikiana na serikali, kwa sababu serikali ndio yenye dhamana ya kuweza kufanya hayo yote. Wizara ya Ardhi, Wizara ya Mifugo, na pale inapowezekana wakati mwingine Wizara ya Maliasili na Utalii. Ndio hizo wizara ndio zenye dhamana ya kuwafanya hayo katika hayo maeneo, kwa sababu hayo maeneo ni maeneo ya malisho, lakini vile vile ni maeneo ya wanyamapori. Kwa hiyo lakini katika ujumla wake yanaendelea kupungua, na tumeweza kwa kushirikiana na halmashauri tumeweza kupima hayo maeneo na kuweka alama za kudumu ili kuzuia yasiendelee kuvamiwa kwa matumizi mbalimbali. Kwa hiyo ndio kazi ambayo tumekuwa tukifanya, na tumeweza kuwezesha kupima maeneo yenye zaidi ya hekta 500,000 katika wilaya ya Longido. Lakini kama nilivyosema, sisi tunaongezea serikali kama fursa tunazopata, na kwa sababu serikali ina vipaumbele vingi, sisi tunapata hiyo kama fursa ya kuweza kuwasaidia pale ambapo hawafiki. Na nishukuru serikali kwa kweli, wamekuwa wakitunga mkono sana. Wameona kazi tunazofanya kwamba zinatija, kwa sababu zinagusa maisha ya wananchi wa Longido na maeneo ya wafugaji kwa ujumla. Kwa hiyo tunavyoongea, maeneo hasa hivi yako salama na mifugo sasa inapata majani kwa kipindi cha mwaka mzima. Haya maeneo yamekuwa salama, hakuna tena mtu anayevamia kwa sababu yanamilikiwa kwa mujibu wa sheria. Asante. Ni karibu 80% hivi tumeweza kutatua hizo changamoto, kwa sababu Longido ina zaidi ya hekta 600,000 hivi. Kwa hiyo kama nikisema 500,000 na utaweza kuona kwamba ni kwa ambayo ni maeneo yanayofaa kwa malisho. Kwa hiyo utaona ni kiasi kidogo sana kimebaki ili changamoto hizo ziweze kutatuliwa. Okay. Kwanza, jambo la kwanza baada ya kuhakikisha kwamba haya maeneo yanakuwa yanalindwa kisheria, tumekuwa tukiwafundisha namna bora au namna endelevu ya kutumia haya maeneo. Kwa hiyo tuna mafunzo, tunafundisha kamati za usimamizi wa maeneo ya malisho namna nzuri au endelevu ya haya maeneo ili yaendelee kutumika katika misingi endelevu. Na vile vile tumekuwa tukiwafundisha kwamba kuna haja ya kuvuna mifugo ili waweze kuwekeza katika shughuli mbalimbali za kiuchumi au shughuli mbalimbali za kijamii, kwa sababu mifugo inapokuwa mingi vile vile eneo likawa dogo, uharibifu wa mazingira unaweza kutokea. Lakini pale wanapoweza kuvuna mifugo yao na kutumia mapato hayo kujiendeleza kiuchumi, hizo tozo hizo. Vile vile wanyamapori, kuna wawindaji wanawinda, hela zote zinachukuliwa zinaenda huko wizarani. Wanyamapori hawa ambao kwa mfano sasa hivi kuna mimea vamizi, hakuna shilingi 10 inakuja kutatua hiyo changamoto. Nitoe mfano moja, kuna kijiji kimoja cha Wosiwosi, kuna lambo la maji, kuna mimea vamizi imezunguka ile eneo, si tembo si mifugo hawaingii, lakini hela zimeenda wizarani. Kwa hiyo raia ni kwamba mamlaka ya wanyamapori Tanzania na halmashauri zikae zitafute namna ya kuongea na serikali kuu kwamba haya mapato yatokana na mifugo iendeleze mifugo, haya mapato yatokana na wanyamapori
sehemu kubwa basi, hata kama nusu basi irudi iweze kuendeleza wanyamapori. Hiyo ni rai yangu kabisa, kwa sababu kinachofanyika sasa hivi mimi kwangu naona sio sahihi. Asante.